Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Pengine hii inaweza ikawa ni taarifa mbaya kweli kweli kwa mashabiki wengi wa klabu ya Simba Sports ambao tayari walikuwa wameshakwisha kujiandaa kwenda kuitazama fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baina ya mtanange wa Simba Sports Club dhidi ya klabu ya Berkane kutoka pale nchini Morocco. Sasa watu wengi walikuwa wakifahamu ya kwamba mchezo huo wa marudiano wa tarehe 25 na kwenda kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini mambo yamekwenda tofauti, kwa maana lugha nyepesi ama rahisi unaweza ukasema kwamba mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Simba kwenda kukipiga katika dimba la Amani Complex mchezo wa marudiano. Nini kimesababisha? Yote hayo utayapata ndani ya video hii. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media, na bila kupoteza muda wacha tuanze. Wengi wetu tunafahamu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa katika marekebisho makubwa kweli kweli. Marekebisho ambayo kimsingi walikuwa wanayafanya ili watu waweze kuishuhudia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hata naibu waziri wa michezo Mwana FA aliweza kusema ya kwamba uwanja unakamilika mnamo tarehe 10 tu, mambo yanakuwa safi kabisa. Sasa hii ni taarifa ambayo imeandika Dominic Salamba katika ukurasa wake wa mtandao wa Twitter ama X. Kaandika hivi: mechi ya fainali ya kombe la shirikisho kati ya Simba na Berkane inatarajiwa kuchezwa Zanzibar kunako dimba la New Aman Complex. Hii ni baada ya kafu kuitaarifu TFF ukaguzi wa kafu umeonyesha kutoridhishwa na hali ya uwanja huo, hususan kwa kipindi kama hiki cha mvua. Mwisho wa kunukuu. Na ndio maana majira asubuhi afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, hapa namzungumzia Ali Kamwe, yeye aliposti picha ya uwanja wa Amani New Aman Complex na kusema ya kwamba Zanzibar ankwepekabo, kwamba Zanzibari hakukwepeke, watakwenda tukuchezea Zanzibar. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Unaweza ukaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Lakini pia ikiwa ndio mara yako kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.